Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na tumai umeshinda vyema Alhamisi hii msikilizaji. Mimi ni Victor Kenani. Moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, mimi ni David Nkia. Tulionayo katika Dira ya Dunia: Waziri wa ulinzi wa Marekani ameongeza tena vitisho vya kuishambulia miundombinu ya kiraia ya Iran iwapo haitafikia makubaliano. Tunaona mazungumzo yanaendelea, lakini inatokana na kutokuaminiana kwa hizi pande zote, uwezekano wa kufikia makubaliano ya muda mrefu naona ukiwa mdogo. Papa Leo amesema dunia inaharibiwa na kundi dogo la madikteta wakati wa ziara yake nchini Kamerun. Janga la kipindupindu limeripotiwa wilaya ya Uvira na Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kivu ya Kusini tunakumba hapa na magonjwa ya kipindupindu kwa wamama, kwa wababa, kwa watoto. Ile magonjwa inatutatiza sana. Mwanasiasa wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kufyatua bunduki wakati wa mkutano wa hadhara mwaka 2018. Viwanjani, Real Madrid yaaga kombe la vilabu bingwa na mshambuliaji wa Liverpool kukosa kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari, nami Isabela Mogodi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ametoa onyo kali kwa taifa la Iran, akisema kuwa majeshi ya Marekani yamejiandaa kikamilifu kushambulia miundombinu ya nishati ya nchi hiyo iwapo Tehran itakataa makubaliano ya amani. Hegseth ametumia msemo wa kijeshi unaomaanisha kuwa silaha zao ziko tayari kuwafyatulia wakati wowote. Aidha, kiongozi huyo amenukuu mistari ya Biblia akiitumia kukosoa vyombo vya habari nchini Marekani. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ametoa shukrani kwa serikali ya Marekani kwa juhudi za kutafuta suluhu ya kusitisha mapigano na Israel. Hata hivyo, taarifa kutoka ofisi yake haijazungumzia uwezekano wowote wa kufanyika kwa mazungumzo ya ana kwa ana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hapo awali, rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wa Israel walikuwa wamesema kuwa viongozi hao wawili huenda wakazungumza leo. Wakati juhudi za amani zikiendelea, Israel bado inaendelea kushambulia kwa mabomu eneo la kusini mwa Lebanon katika mapigano yake dhidi ya kundi la Hezbollah. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kuwa mashambulizi ya anga yameharibu daraja la mwisho katika mto Litani, hatua ambayo imetenga takriban sehemu kubwa ya Lebanon. Wakati huo huo, kuna ripoti kuwa Marekani inashinikiza Israel kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah ili kutoa nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani ya nchi ya Iran. Papa Leo amesema dunia inatawaliwa na viongozi wa kidikteta. Akihutubia umati wa watu wakati wa ziara yake katika eneo la Kamerun lililokumbwa na uasi na watenganishaji, kiongozi huo wa kanisa Katoliki duniani amewalaani watu ambao, kama alivyosema, wanatumia vibaya jina la Mungu kwa manufaa yao wenyewe. Papa Leo alisema viongozi wamefumba macho huku mabilioni ya dola yakitumika kwa mauaji na uharibifu. Matamshi haya yanafuatia malumbano ya kiongozi wa Marekani Donald Trump, ambaye amemwita Papa Leo kuwa ni mtu mnyonge katika kupambana na uhalifu. The world is being ravaged by a handful of tyrants. Ulimwengu wa sasa unaharibiwa na kundi dogo la madikteta, lakini bado kuna ndugu na marafiki wanaopendana. Mibabe hawa wa vita wanajifanya hawaelewi kuwa inachukua muda mfupi tu kubomoa, lakini mara nyingi maisha ya mwanadamu hayatoshi kujenga upya kile kilichoharibiwa. Wanafumba macho wasione kuwa mabilioni ya dola yanatumika kwenye mauaji na uharibifu, huku rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya matibabu, elimu na maendeleo zikiwa hazionekani popote. Healing, education and restoration are nowhere to be found. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mashirika ya kutoa misaada yametoa onyo kali kwa mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayovuruga mfumo wa elimu ya watoto. Taarifa zaidi na Roncliffe Odit. Inaripotiwa kuwa kati ya mwezi Februari na Machi pekee makundi ya waasi yamevamia na kuteketeza mamia ya shule. Takwimu zinaonyesha kuwa waasi wameziteka takribani shule 200 huku nyingine 300 zikibomolewa. Hali hii imewafanya wazazi wengi kuwa na hofu ya kuwapeleka watoto wao shuleni, wakihofia kuwa huenda wakatekwa na kulazimishwa kujiunga na makundi ya waasi yanayopambana na majeshi ya serikali.
Takriban watoto 250,000 katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri sasa hawawezi kuendelea na masomo kutokana na hali duni ya usalama. Serikali ya Burundi imetangaza kifo cha waziri wa habari Gabi Bugaga. Taarifa ya serikali inasema kuwa Bugaga alifariki alfajiri Alhamisi tarehe 16 Aprili kutokana na ajali. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuelezea ajali hiyo ilitokea wapi wala chanzo chake. Habari zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinasema kuwa mwili wake ulipatikana ndani ya gari lake la kazi katika eneo la Mchikichi huko Kivoga. Eneo hilo liko umbali wa zaidi ya kilomita 15 kutoka katikati ya jiji la Bujumbura. Bugaga alikuwa waziri tangu Juni mwaka uliopita. Kabla ya hapo alifanya kazi katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Pia aliwahi kuwa mwandishi wa habari katika redio na televisheni ya taifa. Mwanasiasa mashuhuri wa Afrika Kusini Julius Malema amepewa nafasi ya kukata rufaa kupinga hukumu ya kifo cha miaka 5 jela aliopewa kwa kukiuka sheria za silaha. Hata hivyo, mahakama imekataa ombi lake la kupinga uamuzi wa kupatikana na hatia, ikisisitiza kuwa kiongozi huyo alivunja sheria. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa ikiwa mawakili wake watashindwa kubatilisha hatia hiyo pamoja na hukumu ya jela, kiongozi huyo wa chama cha Economic Freedom Fighters yuko hatarini kupoteza kiti chake bungeni. Malema alipatikana na hatia ya makosa kadhaa, ikiwemo kumiliki silaha kinyume cha sheria na kufyatua risasi hadharani. Malema alipatikana na hatia kwa makosa hayo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa na Isabella Mwagodi. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Tanzania yanasikika kupitia Radio Free Africa, Classic FM na Radio Kwizera. Nchini Uganda ni Milele FM, Nyota FM na Gulf Radio. Huko Uganda ni Voice of Mahabura, Voice of Karamoja na Voice of Busoga. Visiwani Zanzibar yategea sikio Zenji FM. Na nchini DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako mbashara kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Victor Kenani nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Inkia akiwa Dar es Salaam. Karibu Inkia. Asante sana Victor Kenani. Nishukuru sana msikilizaji kwa kujiunga nasi popote pale ulipo. Karibu sana. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema hatua ya nchi yake kuzingira mlango bahari wa Hormuz itaendelea kwa muda mrefu iwezekanavyo. Kizuizi hicho cha kijeshi kinalenga kusimamisha meli zinazotumia bandari za Iran. Marekani inasema meli 13 zimelazimika kugeuka tangu ilipoanza zoezi hilo siku ya Jumatatu, kama anavyoarifu hapa na Steha Mohamed. And we hope that you do for the people of Iran. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amelaumu Iran kwa kutibua mazungumzo ya amani ambayo yalitubuka juma lililopita na kutishia kwamba Marekani iko tayari kurudia mashambulizi yake iwapo Iran haitotii masharti ya mazungumzo. Ameitaka Iran kukubali kurudi kwenye meza mazungumzo ya amani, akisema bila hivyo nchi hiyo itajuta, kwani Marekani ina uwezo mkubwa wa kulemaza nchi. As our negotiators have said, upatanishi walivyosema, Iran inaweza kuchagua mustakabali wake wa siku za mbele, na tuna matumaini kwamba hilo litafanywa kwa ajili ya watu wa Iran. Kwa sasa, kwa vyovyote itakavyokuwa au muda utakaochukua, tutaendelea kuweka kizuizi hicho. Lakini kama Iran itachagua vibaya, basi haitasalia kwa mazingira hayo, bali pia mashambulizi ya mabomu yatalenga miundombinu, umeme na sekta ya nishati. Aidha, amesema kwamba Iran inapenda kujigamba kuwa imedhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, lakini haina jeshi la wanamaji. Ameongeza kusema kwamba Iran imetishia kurusha makombora kwa meli za biashara, lakini wamedhibiti hali hiyo na kusema kuwa huo ni uharamia na ugaidi. Hegseth amesema jeshi la wanamaji la Marekani linadhibiti safari za meli zinazoingia na kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz, na linafanya hivyo kwa kutumia chini ya 10% ya uwezo wake wa kijeshi. Ameonya Iran na kuambia kuwa Marekani linawafuatilia kwa karibu sana na kuongeza kuwa uwezo wa Marekani na Iran si sawa. We are locked and loaded. Tunajipanga upya kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali, kwa ujasusi bora zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Tuko tayari kabisa kushambulia miundombinu yenu muhimu inayotumika kwa matumizi ya kiraia na kijeshi, uwezo wenu uliobaki wa uzalishaji wa umeme na sekta ya nishati. Hatungependa kufikia hatua hiyo, lakini tuko tayari kutekeleza hilo kwa amri ya rais wetu. And at the push of a button.
kumekuwa na onyo kali zaidi kuhusu athari za kimataifa za vita vya Iran katika maisha ya kila siku. Mkuu wa shirika la nishati la ulimwenguni Fatih Birol amesema kuwa Ulaya inaweza kuishiwa na mafuta ya ndege ndani ya wiki 6 zijazo iwapo usambazaji kutoka Mashariki ya Kati utaendelea kuzuiwa. Waziri Mkuu wa Japan Sanai Takaichi amesema anatoa glavu za matibabu milioni 50 kutoka kwenye akiba ya dharura ya serikali, huku madaktari wakilalamikia upungufu. Makampuni barani Asia yanayotengeneza glavu hizo yameshindwa kupata malighafi kutokana na mzingiro huo. Siku ya Jumatano, Bi Takaichi alitangaza msaada wa dola bilioni 10 hasa kwa nchi za kusini mashariki mwa Asia ambazo ni miongoni mwa zilizoathirika zaidi na uhaba huo. Rais wa Marekani Donald Trump anatumai kuwekea Iran shinikizo la kuondoa ushuru na tozo ilikuwa inadai meli zilipe ili kupita katika mlango wa Hormuz na kupunguza mauzo yake ya mafuta nje ya nchi. Iran imetaja hatua hiyo ya kuzingira mlango huo wa bahari kama uharamia na imeonya kuwa inaweza kujibu kwa kulenga shughuli za usafirishaji wa majini katika Ghuba ya Oman na bahari ya Sham. Hadi sasa hakuna tarehe rasmi iliyotolewa na Marekani wala Iran kuhusu kurejea kwenye meza mazungumzo ya kusitisha vita kati ya nchi hizo, ikiwemo Israeli ambayo ndio mshirika mkuu wa Marekani. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Shukran Nasteha. Tukisalia kwenye mzozo huo, rais wa Lebanon Joseph Aoun ameishukuru Marekani kwa juhudi zake za kufikia usitishaji mapigano na Israel, lakini taarifa kutoka ofisi yake haikutaja matarajio ya mazungumzo ya moja kwa moja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wa Israel walikuwa wanasema kwamba wawili hao wanaweza kuzungumza leo. Skola Kisanga na taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wa Israeli wanasema kwamba viongozi hao wawili huenda wakakutana hii leo. Na rais wa Lebanon Joseph Aoun anasema tena kwamba usitishaji vita ni hatua ya kwanza kabla ya mazungumzo ya moja kwa moja na Israel kumaliza vita vyake dhidi ya kundi linaloungwa mkono na Iran, yani Hezbollah. Israel imeendelea na mashambulizi yake ya mabomu kusini mwa Lebanon licha ya duru ya awali ya mazungumzo kati ya wajumbe wa nchi hizo mbili mjini Washington yaliyofanyika siku ya Jumanne. Kuna ripoti kwamba Israel iko chini ya shinikizo la Marekani kukomesha mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah kwa maslahi ya kupata mazungumzo ya amani na Iran. Uchambuzi wa BBC wa picha na video za satellite unaonyesha zaidi ya majengo 1400 yameharibiwa kusini mwa Lebanon baada ya mashambulizi ya anga ya Israel tangu kuzuka kwa mzozo kati ya Israel na Hezbollah tarehe 2 ya mwezi Machi. Kuna uwezekano kwamba kiwango cha uharibifu huenda kikawa ni cha juu zaidi. Huyu ni mwandishi wa BBC ambaye amehudhuria mazishi ya mmoja ya raia waliouawa huko Lebanon. Anasema katika mazishi haya kumetanda huzuni, uchungu na hata hasira. Familia, marafiki na hata wenzake wanasema kulikuwa hakuna sababu yoyote ya kuuawa kwa raia huyu wa Lebanon. Mwezi uliopita, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitoa amri ya nyumba kuharibiwa karibu na mpaka wa Israel huko Lebanon kama sehemu ya kampeni ya jeshi la Israel dhidi ya Hezbollah. Maelfu ya majengo yaliharibiwa vibaya. Wakati huo mashambulizi ya anga Israel yameharibu daraja muhimu linalounganisha kusini mwa Lebanon na nchi nyingine. Vyombo vya habari vya serikali vya Lebanon vinasema kwamba daraja la Kasmia lilikumbwa na mashambulizi mawili mfululizo. Israeli inasema inalenga Hezbollah, kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kikubwa ambacho wanakilenga ni kuliangamiza kabisa kundi la Hezbollah. Tunakaribia kudhibiti kabisa Bin Jabel. Tupo mbioni kabisa kuangamiza ngome hii kuu ya kundi la Hezbollah. Nimetoa maelekezo ya kuhakikisha kuendelea kutuma majeshi ya usalama. Hata hivyo, Rais Donald Trump bado ameendelea kusisitiza kwa viongozi wawili wa Israel na Lebanon kuzungumza hii leo, ambapo itakuwa ni mara ya kwanza kabisa baada ya miaka 30. Ofisi ya rais wa Lebanon inaendelea kusisitiza kwamba haifahamu lolote kuhusiana na mazungumzo ambayo Marekani
Marekani inayashinikiza. Kuna ripoti kwamba Israel iko chini ya shinikizo la Marekani kukomesha mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon kwa maslahi ya kupata mapatano ya amani na Iran. Hadi kufikia sasa, zaidi ya watu 2,000 wameuawa nchini Lebanon tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi yake ya kupambana na kundi la wapiganaji la Hezbollah nchini Lebanon. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC. Shukran Skola. Sasa ili kufahamu zaidi, nimezungumza na Nicholas Minde, mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia, na alianza kwa kuzungumzia uwezekano wa kuafikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita ukoje kwa sasa. Naona uwezekano ukiwa ni mdogo, na ndio maana tunaona mazungumzo yanaendelea, lakini inatokana na kutokuaminiana kwa hizi pande zote mbili, ambazo inatokana na historia muda mrefu wa hizi pande, hasa taifa la Israel ambalo linaendelea kuipiga Lebanon. Tunaona kwa kihistoria wameweza kukiuka makubaliano, sio tu kwa Lebanon, hata huko Gaza. Kwa ukiendana na hii historia, naona kwamba uwezekano wa kufikia makubaliano ya muda mrefu naona ukiwa mdogo. Mazungumzo haya moja kwa moja kati ya Israel na Lebanon yameanza kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa. Je, hatua hii ni ishara ya matumaini ya amani ya kudumu au ni mikakati ya muda mfupi wa kisiasa? Naona kama ni hatua ya kihistoria kusema ukweli, ila kwa jicho ama mtazamo wa sasa wa hali ya kisiasa na kivita kwa Mashariki ya Kati, naona mwonekano huu ni njia ya kupunguza mvutano wa sasa, kwani Israeli imeanza kupora ardhi ya Lebanon kwa upande mmoja, na pia licha ya mambo yote naona kumekuwa kuna kuendelea kwa kurusha mabomu kusini mwa Lebanon, lakini kwa upande wa pili naona pia Israel wana madai yao mwenyewe, na tunaweza kusema ni madai ya kihalali ambayo ni madai ya kimkakati ya kivita pamoja na hali ya utulivu katika taifa lao la Israel. Umezungumzia madai ya pande zote mbili, Minde. Ni kwa nini Lebanon sasa inasisitiza kusitishwa kwa mapigano kabla ya kuendelea na mazungumzo, na hilo linaathiri vipi msimamo wa Israel? Lebanon wanasisitiza hilo kutokana na historia ukiukwaji makubaliano kama nilivyosema hapo awali, lakini pia kuna dai la kuvunjwa kwa kundi la Hezbollah ambalo sio la jambo la kirahisi, kwani Lebanon wanafahamu kwamba kuvunjwa kwa kundi hili unaweza kuchochea mgawanyiko wa ndani ama mtafaruku katika taifa la Lebanon, kwani naona sasa kwamba taifa la Israel linasisitiza njia za kivita fikia makubaliano ya kisiasa, na Lebanon wanafahamu jambo hilo. Kwa hiyo wanaona wanasema ni vizuri kwamba tuanze kwanza kwa kusitisha mapigano kabla mazungumzo kuendelea. Tumeona nafasi ya Marekani chini ya Rais Donald Trump ambayo inaonekana kusukuma juhudi za kupunguza mvutano. Je, nafasi ya Marekani katika mazungumzo haya ni ya upatanishi wa kweli au ina maslahi yake ya kimkakati? Marekani ni mbia wa karibu wa Israel na malengo yao Mashariki ya Kati tunajua kabisa anaendana na taifa la Israel ambalo kwa kifupi tunaweza kusema ni maslahi ya kimkakati ambayo ni kumlinda Israel na pamoja na washirika wake katika ukanda huu, lakini tusisahau kwamba kuna sehemu nyingine ambapo tunaona kwamba kundi la Hezbollah linahusishwa na ushirikiano mkubwa sana na taifa la Iran ambalo kumekuwa na vita. Kwa tunaona kama kuna ule ukaribu wa kimaslahi wa Marekani katika kutaka kupatanisha eneo hili. Na vita hivi vimekuwa na athari kubwa, si tu uharibifu wa mali bali pia watu wameweza kupoteza maisha yao. Kwa kuzingatia idadi kubwa ya vifo na wakimbizi nchini Lebanon, ni kwa kiasi gani shinikizo la kimataifa linaweza kulazimisha pande zote mbili kukubali kusitisha mapigano? Kwa sasa hii tunayoita jumuiya ya kimataifa imegeuka kuwa taifa la Marekani na Israel, kwani ule ushirika wa Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa mengine ambayo yamekuwa yakishinikiza naona kama yamekuwa kimya. Lakini pia tukiona kwamba kama ulivyosema ni ukweli, kumekuwa na idadi kubwa ya vifo, uharibifu wa mali, lakini pia kumekuwa na kuzorota kwa hali ya kibinadamu ambayo imechagiza kuwepo kwa mazungumzo haya na kusitisha mapigano kutokana na hii hali ambayo imetokana na uharibifu wa mali pamoja na watu kuuawa. Tukimalizia, je, upinzani kutoka kwa Hezbollah dhidi ya mazungumzo haya unaweza kuvuruga juhudi za kufikia amani, na serikali ya Lebanon ina uwezo gani wa kudhibiti hali hiyo? Hezbollah wameshatangaza kwamba hawaungi
mkono mazungumzo haya, na hii inahatarisha usitishwaji wa mapigano. Nadhani jambo ambalo litazingatiwa katika mazungumzo ni sehemu ya Hezbollah katika mazungumzo haya, lakini tufahamu kwamba serikali ya Lebanon ni dhaifu kisiasa, kijeshi, na tunaona maafisa wa Lebanon wenyewe wameonya kwamba ili kuilazimisha Hezbollah kuvunjwa ama kutokuwa katika mazungumzo haya kunakuwa na athari za ndani, na nadhani ni muhimu sana tufahamu historia hii ya Hezbollah katika anga za taifa la Lebanon. Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Nicodemus Minde katika mazungumzo na mwenzangu Victor Kenani. Kwingineko, Papa Leo amesema dunia inatawaliwa na viongozi wa kidikteta. Akihutubia umati wa watu wakati wa ziara yake katika eneo moja nchini Kamerun lililokumbwa na uasi, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amewalaani watu ambao, kama alivyosema, wanatumia jina la Mungu kwa manufaa yao wenyewe. Papa Leo amesema viongozi wamefumba macho huku mabilioni ya dola yakitumika kwa mauaji na uharibifu. Zaidi na Isabela Mwagodi. Matamshi haya yanakuja baada ya majibizano na rais wa Marekani Donald Trump ambaye alimuita Papa Leo kuwa ni mtu mnyonge katika kupambana na uhalifu. Umati wa watu wenye furaha ulifurika katika ibada ya kanisa la St. Joseph's jijini Bamenda kumlaki Papa nchini Kamerun. Mapema waasi wa maeneo hayo walitangaza kusitisha mapigano ili kuruhusu ziara hiyo kufanyika kwa amani. Akizungumza kwenye ikulu ya rais mjini Yaounde mbele ya Rais Paul Biya, Papa Leo wa 14 amesema kuwa ulimwengu unaharibiwa na wachache wenye mamlaka ya kidikteta. The world is being ravaged by a handful of tyrants. Ulimwengu wa sasa unaharibiwa na kundi dogo la madikteta, lakini bado kuna ndugu na marafiki wanaopendana. Mibabe hawa wa vita wanajifanya hawaelewi kuwa inachukua muda mfupi tu kubomoa, lakini mara nyingi maisha ya mwanadamu hayatoshi kujenga upya kile kilichoharibiwa. Wanafumba macho wasione kuwa mabilioni ya dola yanatumika kwenye mauaji na uharibifu, huku rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya matibabu, elimu na maendeleo zikiwa hazionekani popote. Education and restoration are nowhere to be found. Katika matamshi ya kisiasa yenye uzito yanaonekana kuwa yasiyo ya kawaida, Papa Leo amehimiza serikali ya Kamerun kung'oa mizizi ya ufisadi. Kiongozi huo ametoa wito wa kusisitiza hilo akiwa katika kituo cha pili cha ziara yake barani Afrika. Wachambuzi wanasema Papa alikuwa mwazi na mkali katika hotuba yake. Rais Biya ambaye ndiye kiongozi wa nchi hiyo na kiongozi wa taifa aliye na umri mkubwa zaidi duniani alisikiliza bila kutoa jibu lolote. Rais Biya mwenye umri wa miaka 93 alishinda muhula wa 8 mwaka jana katika uchaguzi uliogubikwa na utata. Serikali yake imekuwa ikikosolewa kwa tuhuma za ufisadi, uongozi mbaya na kushindwa kudhibiti usalama. Those who rob your land of its resources. Wale wanaopora utajiri wa ardhi yenu mara nyingi hutumia faida hiyo kuwekeza kwenye silaha. Kwa kufanya hivyo, wanaendeleza mzunguko usioisha wa vurugu na vifo. Huu ni ulimwengu uliogeuzwa juu chini. Ni unyanyasaji ambao lazima upingwe na kulaaniwa na kila mwenye dhamira ya kweli. Kwa sasa Papa yuko katika maeneo ya Kamerun yanayozungumza Kiingereza ambako kuna machafuko ya waasi wanaotaka kujitenga yaliyoendelea kwa takriban muongo mmoja sasa. Kuhusu mgogoro huo wa kikatili, Papa mwenye umri wa miaka 70 alisema kuwa usalama ndio kipaumbele, lakini lazima utekelezwe kwa kuheshimu haki za binadamu. Tangu mwaka 2017, makundi yanayotaka kujitenga katika mikoa miwili ya Kamerun inayozungumza Kiingereza yamekuwa yakipambana na majeshi ya serikali. Wanalalamikia kile wanachokiita kubaguliwa na serikali inayotawaliwa na watu wanazungumza Kifaransa. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa runinga ya taifa ilikata matangazo ya moja kwa moja wakati Papa akihutubia, ingawa haijajulikana kama ilikuwa ni hitilafu za kiufundi au la. Vilevile Papa Leo aliwataja vijana kama tumaini la Kamerun na kanisa. Alisisitiza kuwa kuwekeza katika elimu na ujasiriamali wao ni muhimu kwa amani. Pia aligusa nafasi ya mwanamke akisema sauti za wanawake ambao mara nyingi ni wahanga wa dhulma lakini ni wajenzi wa amani wasiochoka lazima zitambuliwe kikamilifu katika kufanya maamuzi. Askofu mkuu wa Bamenda Andrew Nkea amesema ziara hii inaleta tumaini lipya kwa watu walioathiriwa na vita. Amani ndio maudhui makuu ya ziara ya siku 11 ya Papa barani Afrika, ambapo baada ya hapa ataelekea Angola na Equatorial Guinea. Isabela Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
Ukitafakari hayo ya Papa, ni kwamba tuelekea nchini Uchina ambapo takwimu zinaonyesha kuwa uchumi wa China ulikuwa kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, pamoja na kwamba nchi nyingine duniani kote zinahisi athari za vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Pato la taifa GDP ilipanda kwa 5% katika kipindi hicho ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita. Lizi Masinga na maelezo zaidi. Pato la taifa lilipanda kwa 5% katika kipindi hicho ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za nchi hiyo. Wataalamu wa uchumi wanasema matarajio yao ilikuwa kufikia 4.8%. Hilo lilikuja licha ya mzozo wa Mashariki ya Kati ulioanza Februari 28 na kuvuruga kwa kiasi kikubwa usambazaji wa nishati duniani, huku nchi za Asia zikiathirika zaidi. Pia ni alama ya kwanza kutolewa kwa takwimu rasmi za pato la taifa tangu Beijing kupunguza lengo lake la ukuaji wa uchumi wa kila mwaka mwezi uliopita hadi kiwango cha 4.5 mpaka 5%, lengo lake la chini la ukuaji tangu mwaka 1991. Maelezo ya kukua kwa 4.5% katika robo ya awali yanasema ilichochewa na viwanda, wakati nchi hiyo ya pili kwa uchumi mkubwa duniani ikiendelea kuelemewa na kushuka kwa uwekezaji. Wataalamu wanasema athari kamili za vita vya Irani bado hazijaonekana, na kuongeza kuwa takwimu ya robo ya pili ya pato la taifa huenda ikawa dhaifu kutokana na kukatizwa kwa biashara kunakosababishwa na mzozo huo. Lengo la hivi karibuni la pato la taifa la China na malengo ya kiuchumi yaliyotangazwa mwezi Machi chini ya mpango wake wa hivi punde wa miaka 5, Beijing pia iliahidi kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika uvumbuzi wa viwanda vya teknolojia ya juu na juhudi za kuongeza matumizi ya ndani. China kwa sasa inakabiliwa na ushuru wa 10% wa Marekani kwa bidhaa zake nyingi. Hata hivyo, waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent alisema Jumanne kwamba tozo hizo zinaweza kurejeshwa mwanzoni mwa Julai kwa viwango vilivyowekwa kabla ya mahakama ya juu kufuta kodi nyingi za uagizaji bidhaa. Trump na rais wa China Xi Jinping wanatarajiwa kukutana nchini China mwezi Mei, huku takwimu zikionyesha kumekuwa na ongezeko la uagizaji wa bidhaa za China kwa karibu 28% mwezi Machi. Vitisho vya Iran dhidi ya meli zinazojaribu kutumia njia muhimu ya mlango wa bahari wa Hormuz vimeongeza gharama ya mafuta yasiyosafishwa pamoja na vifaa vinavyotengenezwa kutoka kwayo kama plastiki. China haitegemei mafuta kutoka Ghuba kama ilivyo kwa mataifa mengine makubwa ya kiuchumi ya Asia kama Japan na Korea Kusini ambayo yameathiriwa sana na mzozo huo. Kutoka kwa Lizi Masinga tunakwenda kwa Sportsman Ivya Buchana. Barabara kabisa. Nianze na ligi ya mabingwa Ulaya. Bao la haraka zaidi msimu huu katika ligi ya mabingwa, mabao 7, kadi 2 nyekundu, na mabingwa mara 15 wa michuano hiyo Real Madrid kuondolewa kwa hasira. Kwa mara nyingine tena, hatua za mtoano za klabu bingwa Ulaya zimeleta msisimko wa hali ya juu. Bayern Munich ikichezea nyumbani ilipiga Real Madrid mabao 4-3. Mabingwa wa Ujerumani walikuwa na uongozi wa 2-1 kutoka mchezo wa kwanza mjini Madrid, lakini shuti la umeme la Arda Güler kutoka mita 25 kufuatia makosa ya kipa Manuel Neuer lilisawazisha matokeo na kuweka kasi kubwa katika uwanja wa Allianz Arena. Hilo lilikuwa bao la haraka zaidi katika michuano ya msimu huu na lilifuatiwa na mabao mengine 4 katika kipindi cha kwanza chenye kasi na mvuto wa kipekee. Kadi nyekundu 2 zilitolewa kwa wachezaji wa Real Madrid, jambo ambalo lilizua hasira na utata mkubwa. Eduardo Camavinga alipata kadi dakika ya 86. Hii ndiyo ilikuwa kadi ya gharama zaidi, kwani ilibadilisha mwelekeo wa mchezo wakati matokeo yakiwa 3-2, na wakati huo mabao yalikuwa 4-4 kwa jumla. Arda Güler naye alipewa kadi nyekundu baada ya filimbi ya mwisho, licha ya kufunga mabao mawili ya kihistoria likiwemo bao la sekunde ya 34. Kijana huyo alimaliza usiku wake kwa huzuni. Wakati huo huo, Mikel Arteta alitaka moto kutoka kwa wachezaji wake wa Arsenal, lakini badala yake alipata kiwango cha kusuasua, huku washika bunduki hao wakifanya kile kilichohitajika tu ili kutinga nusu fainali ya ligi ya mabingwa. Bao la Kai Havertz kutoka kwenye mchezo wa kwanza na sare ya bila kufungana dhidi ya Sporting Lisbon uwanja wa Emirates lilitosha kwa Arsenal kuchukua nafasi yao katika 4 bora ya michuano hiyo kwa msimu wa pili mfululizo.
Ni wakati ambapo mshambuliaji wa Ufaransa Hugo Ekitike atakosa michuano ya kombe la dunia baada ya kupata jeraha la kupasuka kwa kano ya kisigino wakati Liverpool ilipopoteza mchezo wa ligi ya mabingwa dhidi ya Paris Saint-Germain siku ya Jumanne. Liverpool wanahofia kuwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 atakuwa nje kwa muda mrefu, jambo ambalo linaweza kumfanya akose pia mwanzo wa msimu ujao. Kwingineko Ulaya leo zinapigwa mechi za marudiano za kombe la Europa League na Europa Conference ambapo timu tatu za England zinashiriki. Unai Emery na timu yake ya Aston Villa wanajiandaa kuivaa Bologna ya Serie A katika mchezo wa marudiano wa robo finali ya Europa League leo usiku kwenye uwanja wa Villa Park. Meneja huyo wa Aston Villa kijibu iwapo uwezekano wa wachezaji kufungiwa mechi katika nusu finali kutokana na kadi za manjano unachangia uamuzi wake wa kuchagua kikosi. Amesema hafikirii kuhusu nusu finali, badala yake anafikiria mechi ya leo usiku na pasina shaka anataka kuwatumia wachezaji bora zaidi. Villa inaongoza kwa jumla ya mabao 3-1 kufuatia ushindi katika mchezo wa kwanza nchini Italia Alhamis iliyopita. Emi Martinez aliyekosa sare ya 1-1 dhidi ya Nottingham Forest Jumapili iliyopita amefanya mazoezi na anatarajiwa kuwa tayari kwa ajili ya mechi ya leo usiku. Emi Martinez aliyekosa sare ya 1-1 dhidi ya Nottingham Forest Jumapili iliyopita amefanya mazoezi na anatarajiwa kuwa tayari kwa ajili ya mechi ya leo usiku. Villa ambayo inashika nafasi ya 4 katika ligi kuu ya England inaweza kufuzu kwa ligi ya mabingwa msimu ujao kwa kushinda taji la Europa League msimu huu. Na huo ndo mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Moja saa za Afrika Mashariki sawa na saa 12 Afrika ya Kati. Taarifa kuu jioni hii katika Dira ya Dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani ameongeza tena tishio la kushambulia miundombinu ya kiraia ya Iran iwapo haitakubali makubaliano ya kumaliza vita. Janga la kipindupindu limeripotiwa wilaya Uvira na Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwanasiasa wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kufiatua bunduki wakati wa mkutano wa hadhara mwaka 2018. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inkia na mwenzangu ni Victor Kinani akiwa pale studio za Nairobi, mimi nipo hapa Dar es Salaam. Kuingilia kwa kwamba mwanasiasa wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kufiatua bunduki ama risasi wakati wa mkutano wa hadhara mwaka 2018. Kiongozi huyo wa chama cha Economic Freedom Fighters EFF alipatikana na hatia mwaka jana kwa makosa kadhaa ikiwemo kumiliki silaha kinyume cha sheria na kuifiatua katika eneo la umma. Mawakili wake wanasema watakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo ambayo iwapo itathibitishwa baada ya rufaa zote itamzuia Malema kushikilia kiti cha ubunge. Zaidi na Ahmed Bahaji. Hapo awali akiwa amesimama mahakamani akivalia suti ya rangi nyeusi na tai nyekundu, Malema hakuonyesha hisia nyingi wakati jaji Olivia akisoma hukumu yake, licha ya kwamba mustakabali wake wa kisiasa ulikuwa mashakani. Wakati wa kesi ya mji wa Gukompo ambao ni jina jipya la East London, Malema aliambia mahakama kwamba bunduki hiyo haikuwa yake na kwamba alifiatua risasi hizo ili kuchangamsha umati wa watu tu, kulingana na tovuti ya habari ya Afrika Kusini Sowetan Live wakati huo. Lakini wakati wa kutoa hukumu, Olivia alisema hakikuwa kitendo cha ghafla, kilikuwa kitendo kilichopangwa jioni hiyo. Aliongeza kuwa ingawa nafasi yake ya kisiasa haikuathiri uamuzi wake, yeye ni mtu mwenye wafuasi wengi nchini Afrika Kusini na anapaswa kuwajibika kwa matendo yake. Akizungumza na baadhi ya wafuasi hao nje ya mahakama, Malema alitoa madai kadhaa ambayo hayakuthibitishwa dhidi ya Olivia na akasema bila kutoa ushahidi wa moja kwa moja kwamba hukumu na adhabu hiyo ilikuwa njama dhidi yake. Malema ana sifa muda mrefu kama mwanasiasa mwenye kauli kali, mwenye mvuto na misimamo mikali na ana kundi la wafuasi waaminifu. Mamia ya watu walifika kumuunga mkono Malema kwa nyimbo na kauli za mapinduzi. Habari zilipotoka kwamba angeruhusiwa kukata rufaa, walianza kupata sauti kwa lugha za Kikhosa wakisema sigoduka naye, inayomaanisha tunaondoka naye leo.
Malema aliwahi kuwa kiongozi wa tawi la vijana la chama tawala cha African National Congress, lakini baada ya kuondolewa kutoka kwenye chama hicho kufuatia mgogoro wake na aliyekuwa rais wakati huo Jacob Zuma, alianzisha chama cha EFF. Kwa wito wa Malema wa kutaifishwa kwa ardhi iliyomilikiwa na wazungu na hoja zake kwamba juhudi zaidi zinapaswa kufanywa ili kuhamisha utajiri kwa raia wengi weusi, chama cha EFF kilipunguza sehemu ya kura za ANC. Baada ya kupatikana na hatia Oktoba mwaka jana, Malema alinukuliwa akiwaambia waliokuwa nje ya mahakama kwamba kwenda gerezani au kufa ni nembo ya heshima. Mashtaka dhidi ya Malema yanakuja baada ya kundi la ushawishi la Afrika, yani jamii ya Afrikana liitwalo AfriForum, ambalo lina uhusiano wenye mvutano na yeye pamoja na EFF, kufungua kesi dhidi yake baada ya video kusambaa sana mtandaoni. Agosti mwaka jana alipatikana na hatia ya matamshi ya chuki kufuatia kauli alizotoa kutoka mkutano wa hadhara mwaka 2022. Naam, sasa kufahamu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya Ahmed Bahaj, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini Nixon Katembo, anayeanza kukuelezea hukumu hiyo ilivyopokelewa. Hukumu imepokelewa kwa hisia mseto. Kuna wale ambao wamesema kwamba hii inaashiria kwamba mahakama na sheria inaheshimika nchini Afrika Kusini, na kwa upande wa wafuasi wa Malema pamoja na wale wanaounga mkono siasa zake wanaona kwamba hii kesi ni kesi ya kisiasa na hana budi kuipiganisha hadi uamuzi utakapotolewa ambao unaegemea upande wake. Malema mwenyewe ameshatoka hadharani na kuzungumzia lolote kuhusiana na hukumu hii, Katembo? Bila shaka Malema amewahutubia maelfu ya wafuasi wake na baadhi ya wafuasi wa chama chake EFF ambao walikuwa katika maeneo mbalimbali kote nchini kunako majengo yote ya mahakama hapa nchini Afrika Kusini katika mikoa mbalimbali, na kusema kwamba bila shaka anaendelea na anapinga uamuzi wa mahakama na hata kumtaja jaji kuwa ni mtu ambaye ana ubaguzi wa rangi. Sasa kwa mujibu wa sheria ya hapo Afrika Kusini, ni ipi azma yake sasa ya kisiasa hapo baadaye? Azma yake ya kisiasa kwa kweli inaashiria kwamba hukumu hii inahatarisha maisha yake ya kisiasa. Kwanza inabidi ajiuzulu, lakini kwa maana kuwa hii ni ngazi ya kwanza ya mahakama, kwanza amekata rufaa na tayari amepewa dhamana, huku akisikilizwa rufaa yake mahakamani ipewe nafasi ya kusikilizwa wiki ijayo, kwa mujibu wa taarifa tulizonazo kwamba ni Alhamisi ijayo, na baada ya hapo anaweza akaenda mahakama ya juu, na kutoka mahakama ya juu hadi kufikia mahakama ya rufaa, na kutoka mahakama ya rufaa kwenda moja kwa moja kwa mahakama ya katiba. Kwa kusema kweli, safari bado ni ndefu ya kisheria kabla ya adhima yake ya mwisho, lakini kisiasa hii inaona kwamba inaweka doa katika maisha yake ya kisiasa kuendelea mbele, kwa sababu hukumu hii ikiendelea kushikiliwa, basi hawezi kuwania tena nafasi yote ya kisiasa na lazima ajisalimishe kwenye gereza na awe mfungwa kama wafungwa wengine hadi atakapomaliza muhula wake gerezani wa miaka 5. Na msingi mzima wa kesi hii ukoje na ilifunguliwa nini, labda kwa wale ambao hawafahamu? Kesi hii inatokana na wakati ambapo EFF iliposherehekea miaka 5 mnamo mwaka 2018 katika mji wa East London, ambako Malema alichukua kinachosadikika kuwa ni silaha, wakati ambapo yeye katika mahakama amekataa kwamba haikuwa silaha hii silaha ya kweli, na akapiga risasi katika kusherehekea miaka hiyo 5 ya chama chake, na ikasababisha chama cha mrengo wa kulia na ambacho ni vuguvugu la wazungu walowezi ambao kinaitwa AfriForum kwenda mahakamani kusema kwamba hii ni ukiukaji wa sheria na matumizi mabaya ya silaha na angeweza kujeruhi. Lakini kinachoshangaza ni kwamba yule mlinzi wake ambaye aliyompa silaha hiyo hakufunguliwa mashtaka na mashtaka yake kabisa alifutiliwa mbali. Na hili ni hilo swala ambalo EFF imeweza kulitaja katika kupinga rufaa kwamba Malema tu anaandamwa kisiasa, na wakati ambapo wengine wanasema kwamba kutumia silaha wazi kwenye ukumbi wa watu ni uvunjaji wa sheria. Sasa Katembo, hii sio mara ya kwanza kwa wanasiasa wakubwa wa Afrika Kusini kujikuta katika mikono ya sheria na
hata wakati mwingine kujikuta gerezani kabisa. Hii inatoa taswira gani kwa siasa za Afrika Kusini? Wakati huu ambako tunaelekea katika msimu wa uchaguzi wa serikali za mitaa, ni kweli inaonyesha wazi kwamba kuna mvutano wa kisiasa ambao unatokana na historia ya ubaguzi wa rangi katika nchi hii, na bado hiyo inatumiwa, kila mtu akivuta upande wake kwamba ndio usikilizwe na sheria kutumiwa kwa ajili ya kutetea maslahi au ya kisiasa au ya kiuchumi au ya kijamii katika nchi hii. Sasa ni kweli kesi hii imeonyesha dhahiri na wazi kwamba bado safari ni hatua, kama ulivyosema, wanasiasa wengi wamefikishwa kizimbani, lakini baadaye wakachaguliwa kama viongozi katika taifa hili, na inaonekana kwamba kesi hii pia inaweza ikampa aidha Malema umaarufu au aidha ikawa kifo chake cha kisiasa. Ni Nixon Katembo huyo, mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini. Tukiachana nayo, ni kwamba taarifa ambayo tumepokea hivi karibuni katika chumba chetu cha habari kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa viongozi wa Israel na Lebanon wamekubaliana kusitisha mapigano kwa siku 10 kuanzia ndani ya saa chache zijazo. Ameuchapisha ujumbe huo kwenye mtandao wake wa Truth Social, huyu akiwa ni Rais Trump, lakini hata hivyo bado hakuna uthibitisho kutoka pande zote mbili. Na pia hakuna sehemu katika taarifa yake iliyoitaja Hezbollah, kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran ambalo limekuwa likibadilishana mashambulizi na Israel. Katika ujumbe mwingine pia Trump amesema atamwalika rais wa Lebanon Joseph Aoun na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenda ikulu ya Marekani kwa mazungumzo. Lakini kama tulivyosema hapo awali, rais Aoun alisema kuwa alikuwa amezungumza na Trump na akamshukuru kwa juhudi zake za kuhakikisha amani ya kudumu na utulivu. Tukisonga mbele na turejee sasa barani Afrika, ambapo janga la kipindupindu limeripotiwa wilaya ya Uvira na Fizi, mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakimbizi wa ndani na askari wakiwa miongoni mwa walioathirika zaidi. Mamlaka inataka majibu ya haraka ya chanjo. Kwa mujibu wa vyombo vya afya katika mkoa huo, tangu mwezi Januari mwaka 2026 kumerekodiwa zaidi ya visa 4,000 vya kipindupindu na vifo 53. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Daktari mkuu wa kitengo cha afya cha mkoa wa Kivu Kusini kilichoko Uvira, Eme Alenko Dudu, alibainisha kuwa kuanzia Januari janga la kipindupindu lilikumba mkoa huo. Visa 4,698, vifo 53 vilirikodiwa. 70% ya visa zilizoarifiwa na mkoa zinatoka upande wa kusini wilayani Uvira na Fizi, haswa katika kanda za afya Luzizi, Uvira na Rubinge, huko wanajeshi wakiwa ndio waathiriwa zaidi. Waathiriwa wa kipindupindu katika Uvira na Fizi wamelalamikia hali hii, wakisema imewatatiza pakubwa baada ya kuathiriwa na vita vya makundi mbalimbali ya waasi, kama hapa mmoja wao anavyosema. Kivu ya Kusini tunakumba hapa na magonjwa ya kipindupindu kwa wamama, kwa wababa, kwa watoto. Ile magonjwa inatutatiza sana na hatujui tutajipeleka muda gani. Shida zimetukumba sana kwetu. Mutonee huruma ili watoto wetu waje kupona, kwani hatujui msaada tutatokea kwa wapi, sio kwa nyinyi wafadhili ama kwa serikali yetu ya nchi ya Kongo. Kwa mujibu wa daktari mkuu wa kitengo cha afya cha mkoa wa Kivu Kusini Uvira, Daktari Eme Alengo, changamoto kubwa inahusu upatikanaji wa dawa kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa. Anasisitiza kwamba msaada wa serikali ni muhimu kuweka jibu la chanjo ili kuunda kinga upande wa kusini. 70% des cas notifiés par la province. 70% ya maambukizi yaliyoripotiwa katika jimbo hilo yanatoka upande wa kusini wa eneo la Uvira na Fizi. Wakimbizi wa ndani na wanajeshi ndio wameathirika zaidi. Tuna wasiwasi mkubwa sasa wa huduma. Tunaomba ushirikiano wa mamlaka na watoe majibu ya chanjo, hasa kuelekea upande wa kusini. Mara kwa mara janga la kipindupindu limeripotiwa katika maeneo mbalimbali mkoani Kivu Kusini, lakini pia Kivu Kaskazini, na hivi kusababisha wasiwasi. Lakini kwa nini janga hili limekuwa tishio dhidi ya usalama wa raia, wakati juhudi za kupambana na janga hili zikiendelea pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia washirika wake ulimwenguni? Kelve Bwija ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu eneo la Uvira. Ile ugonjwa inaendelea kusumbua sana wananchi matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga. Unakuta mtu anaugua vile kipindupindu, banamleta kukipoyo mtu mwanaugua ile kipindupindu. Unakuta mtoto anaweza akalogota embe, pera,
analogota ndizi, mtoto anaanza kula aja nawa. Ukosefu wa usafi nayo iko nakuwa la basi. Wakati uko unatembea unaenda kuta ni wa kidogo waganga. Haya yanajiri wakati shirika la Human Rights Watch likilaani kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi kadhaa yenye silaha yanayofanya kazi katika nyanda za juu za Kivu Kusini yanazuia utoaji wa misaada ya kibinadamu na kuzuia raia kukimbia maeneo ya mapigano. Kulingana na shirika hilo, idadi ya raia wa eneo hili lisilo na bandari mashariki mwa DRC wanakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu unaochochewa na vizuizi vya ufikiaji vilivyowekwa na pande zinazopigana. Shirika hili hasa limetangaza likiwataka wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoa dhamana ya upatikanaji usiozuiliwa wa misaada ya kibinadamu, kuhakikisha njia salama kwa raia, kufikiria vikwazo dhidi ya makamanda wanaohusika katika unyanyasaji. Bwihabaha, mwanasheria huko Fizi, Kivu Kusini, amelaani pia hali hii hapa akisema, wakati wa wasiwasi ama wakati wa mapigano, wakaaji wote wana haki ya kupata misaada. Ambao wanahusika wanapewa haki ya kutembea nafasi pote kwa wakati wote bila shida yoyote. Yule mtu akiwa ni raia, akiwa ni mwanajeshi, mwanamgambo, haruhusiwe hata kidogo kuwafungia hawa watu wa msaada njia. Kwa hiyo sheria inasema yeyote atakayefunga njia kwa watu ambao wanaleta msaada anapaswa adhibiwa na kuwekwa gerezani. Itakumbukwa kwamba mkoa wa Kivu Kusini nchini Kongo DRC ni miongoni mwa mikoa inayoathiriwa zaidi na ukosefu wa usalama, lakini pia majanga ya surua na kipindupindu. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na tukitoka Goma tunakwenda huko Ukraine ambapo maafisa nchi hiyo wanasema takriban watu 17 wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa katika mashambulizi ya usiku ya kombora na ndege zisizo na rubani za Urusi kote nchini humo. Mji wa bandari wa kusini wa Odessa ulikuwa miongoni mwa miji iliyoathiriwa zaidi, huku kukiwa na idadi ya watu 9 waliouawa. Takriban watu wengine 4 walifariki katika mashambulizi ya makombora katika mji mkuu Kyiv, huku vifo vikiripotiwa pia huko Dnipro katikati mwa Ukraine. Zaidi na Phyllis Mote. Urusi ilifanya wimbi la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kote nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo, ambapo watu 16 walifariki na wengine 100 kujeruhiwa. Watu 8 waliuawa katika mji wa bandari wa kusini wa Odessa. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji hilo, Sergei Lisiak, aliandika kwenye mtandao wa Telegram, huku mashambulizi yakiendelea hadi leo asubuhi. Upande wa pili wa mpaka, watoto wawili wenye umri wa miaka 5 na 14 waliuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani la Ukraine katika eneo la Krasnodar Krai nchini Urusi. Inasikitisha sana kwa kweli. Nina hofu kwa nchi yetu na kwa kila kitu tulichonacho. Ninawaonea huruma sana watoto. Watu wengi sana wamekufa leo. Watoto wamekufa. Inasikitisha sana. Children died. It's so sad. Mashambulizi hayo yanakuja baada ya kusitishwa kwa mapigano kwa muda mfupi wakati wa maadhimisho ya Pasaka ya kanisa la Orthodox mwishoni mwa wiki, ambapo pande zote zilishtumu kila mmoja kwa kukiuka makubaliano. Meya wa Ukraine Vital Klitschko amesema kwamba pamoja na vifo hivyo katika mji mkuu, waokoaji walimwokoa mama na mtoto kutoka kwenye mabaki ya jengo la makazi la ghorofa 16 lililoporomoka katika wilaya ya kati ya Podliski jijini Kyiv. Kaskazini mwa mji mkuu, wahudumu 4 wa huduma za dharura za matibabu walikuwa miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Katika shambulizi dhidi ya mji wa kati wa Dnipro, watu 3 waliuawa na makumi kujeruhiwa. Picha zilizochapishwa mtandaoni zilionyesha majengo yakiteketea kwa moto. Na huko Kharkiv, shambulizi la ndege zisizo na rubani lilimjeruhi mwanamke mwenye umri wa miaka 77 na mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 66. Miji miwili kusini, Mykolaiv na Kherson, imeachwa bila umeme kulingana na maafisa wa eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba vikosi vya jeshi la Ukraine vilidungua ndege zisizo na rubani 636 za Urusi usiku uliopita. Rais huyo hapo awali alionya kwamba Ukraine inakabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora ya ulinzi wa anga aina ya Patriot. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha vilevile amesema kwamba mashambulizi ya aina hiyo hayawezi kuonekana ya kawaida, bali ni uhalifu wa kivita ambao lazima usitishwe na wahusika wake
wawajibishwe. Aidha, aliyatahadharisha mataifa mengine kuchukua hatua za haraka kwa kuweka vikwazo dhidi ya Urusi au kutoa msaada zaidi kwa Ukraine. Vita nchini Ukraine sasa vinaingia mwaka wa 5 na kumekuwa na duru kadhaa za mazungumzo ya amani, huku Marekani ikihusika kwa kufanya kazi ya upatanishi. Hata hivyo, mchakato huo umekwama tangu rais wa Marekani Donald Trump alipogeuza mwelekeo wake kwenye vita vya eneo la Mashariki ya Kati. Kile ambacho Ukraine imekuwa ikipendekeza mara kwa mara ni kusitishwa kabisa na kwa udhabiti kwa mapigano kama hatua ya kwanza kuelekea mazungumzo ya kumaliza kabisa uvamizi wa Urusi. Lakini Urusi inasisitiza kwanza kufikiwa kwa makubaliano ya amani, jambo linalosababisha Ukraine kuituhumu Urusi kwamba haina nia ya dhati ya kumaliza mapigano. Shukran. Wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda wamekosoa mswada ambao serikali ya taifa hilo inasema unalenga kulinda uhuru wa taifa hilo na kupunguza ushawishi wa mataifa ya kigeni. Mswada huo ambao umependekezwa na serikali pia unanuia kudhibiti kiwango cha fedha ambacho rais wa Uganda na mashirika yasiyo ya serikali yanapaswa kupokea kutoka nje kama msaada. Ripoti kamili na Shuaib Ibrahim kutoka Kampala. Mswada huo maarufu kama Sovereignty Bill 2026 unaoungwa mkono na serikali umewasilishwa bungeni na waziri wa mambo ya ndani wa Uganda David Muhoozi. Baadhi ya mapendekezo kwenye mswada huo: mtu binafsi au mashirika yasiyo ya serikali yanayopokea zaidi ya milioni 400 za Uganda kila mwaka, ambazo ni sawa na $108,000, wanapaswa kupokea kibali kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani. Aidha, mtu yeyote anayefanya kazi kwa niaba ya raia wa kigeni anafaa kujiandikisha rasmi na serikali itadhibiti vikali fedha zinazotoka ughaibuni. Serikali inasema mswada huo unalenga kulinda uhuru wa taifa hilo na kupunguza ushawishi wa mataifa ya kigeni katika masuala ya ndani ya Uganda. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na asasi za kiraia zinasema mswada huo unanuia kuminya uhuru wa haki za kibinadamu na kukandamiza upinzani. Mwanaharakati wa muda mrefu wa haki za kibinadamu nchini Uganda ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha utawala wa kikatiba nchini Uganda, Daktari Sara Birete amezungumza na BBC kwa njia ya simu. So when the bill seeks to regulate for citizen participation in governance, mswada unapolenga kudhibiti ushiriki wa raia katika masuala ya utawala, unakuwa unakinzana na katiba ambayo inawapa wananchi mamlaka. Serikali ingependa kuwa na mamlaka ya juu zaidi na kuwataka wananchi kwanza wapate idhini kutoka kwa serikali kabla ya kushiriki masuala ya utawala. Hilo linabadilisha lengo la katiba. that changes the spirit of the constitution. Iwapo mswada huo utapitishwa bungeni, kutiliwa saini na rais na kuwa sheria, mtu yeyote au shirika lolote litakaloenda kinyume na mapendekezo yake litatambuliwa kama linaloongoza maslahi ya mataifa ya kigeni, makosa ambayo yanaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha miaka 20 jela. Vilevile, mashirika yasiyo ya serikali yataweza kupigwa faini ya takriban $1 milioni na mtu binafsi kupigwa faini ya $500,000. Wakosoaji wa mswada huo wanasema umetungwa kwa nia ya kupunguza haki za kibinadamu, kunyamazisha upinzani na kupunguza uhuru wa mashirika yanayotegemea ufadhili wa kigeni kufanya kazi vyema. The government is targeting dissent. Serikali inalenga upinzani kwa sababu kuna utamaduni wa kutunga sheria kwa sababu au kutokana na hofu ndani ya utawala wa chama cha NRM. Serikali pia inalenga kudhibiti uhuru wa raia nchini Uganda katika ngazi ya jamii ili kuwalazimisha kutegemea tu misaada wanayopokea kutoka kwa serikali. On their own handouts. Hatua ya kuwasilisha mswada huo bungeni inakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya serikali na mashirika ya kiraia kufuatia hatua ya hivi karibuni ya serikali kufunga baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Na kwingine, kwa mamlaka zinazoongozwa na jeshi nchini Burkina Faso zimefuta zaidi ya mashirika 100 ya kiraia, mengi yao yakiwa ni yanahusiana na haki za binadamu na wanaharakati wa kiraia
katika hatua iliyoongeza wasiwasi kuhusu kupungua kwa uhuru wa umma nchini humo. Zaidi na Leila Mohamed. Uamuzi huu ulitangazwa na Wizara ya Utawala wa Mikoa, ambayo ilisema mashirika hayo yalishindwa kuzingatia sheria zinazosimamia vyama. Kufutwa huku kunaanza mara moja na kunazuia mashirika hayo kufanya kazi popote nchini Burkina Faso. Maafisa hawajatoa maelezo ya wazi kuhusu ukiukaji unaodaiwa kufanywa. Hata hivyo, serikali inasema hatua hiyo inatokana na sheria iliyopitishwa mwaka 2025 ya kudhibiti vyama, ikieleza kuwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usimamizi na kuzuia matumizi mabaya kama utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi. Tangazo hili linakuja wakati watawala wa kijeshi wa Burkina Faso wanaendelea kuimarisha udhibiti baada ya mapinduzi ya Septemba mwaka 2022, huku nchi ikikabiliwa na kuzorota kwa hali ya usalama. Makundi yenye silaha ya Kiislamu yanayohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State yanaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo makubwa ya nchi na kusababisha mamilioni ya watu kukimbia makazi yao na kudhoofisha mamlaka ya serikali katika maeneo mengi ya vijijini. Mwaka uliopita, mamlaka zimeanzisha hatua kadhaa zinazobana maisha ya kiraia na kisiasa, ikiwa ni pamoja na udhibiti mkali wa kifedha kwa mashirika yasiyo ya kiserikali na vikwazo kwa shughuli za kisiasa. Mapema mwaka huu, vyama vyote vya siasa vilivunjwa rasmi, hatua iliyomaliza upinzani wa kisiasa uliopangwa. Wachambuzi wa siasa wanasema kuvunjwa kwa mashirika ya kiraia ni mabadiliko makubwa. Mashirika mengi yaliyoathiriwa yalikuwa yakijihusisha na kurekodi ukiukaji wa haki, kutoa msaada wa kibinadamu, kufuatilia mwenendo wa serikali na kufanya kazi moja kwa moja na jamii zilizoathiriwa na vurugu. Burkina Faso hapo awali ilichukuliwa kuwa na nafasi hai ya kiraia katika eneo la Sahel, ambapo mashirika ya kiraia yalikuwa na mchango mkubwa katika mabadiliko ya kisiasa na harakati za wananchi. Sasa kufutwa kwa mashirika haya kwa wingi kunachukuliwa kama hatua ya mabadiliko makubwa, ikizua hofu ya kupungua kwa uwajibikaji na uangalizi wakati operesheni za kijeshi zinaongezeka. Human Rights Watch imeeleza hatua hiyo kuwa ni jaribio la kisiasa la kunyamazisha ukosoaji na kudhoofisha uangalizi huru. Serikali inasema hatua kali zinahitajika kurejesha utulivu na kujenga upya taifa, ikisisitiza kuwa mifumo ya kisiasa ya awali ilishindwa kushughulikia dharura ya usalama nchini. Shukran Leila. Sokwe anaishi katika misitu ya milimani katika eneo la Afrika Mashariki amekuwa akikabiliwa na tishio la kupoteza makazi na uwindaji haramu, na anahesabiwa kama kiumbe aliye katika hatari ya kuangamizwa. Lakini idadi ya wanyama hawa mwituni imekuwa ikiongezeka katika miaka ya hivi karibuni, na mafanikio hayo yanatokana na juhudi za wahifadhi kama Daktari Gladys Kalema Zikusoka. Suluhisho lake ni kuwahudumia watu wanaoishi karibu na makazi ya wanyama hao msituni pamoja na kuwalinda sokwe wenyewe. Mwandishi wa BBC Maira Anubi alitembelea msitu wa Bwindi uliopo kusini magharibi mwa Uganda na kutuandalia taarifa ifuatayo inayowasilishwa na huyo Leila Mohamed. Msitu huu ni moja kati ya maeneo machache duniani ambapo unaweza kumpata mnyama huyu adimu lakini wa ajabu. Ni sokwe wa milimani. Vinasaba vyao vinafanana sana na vya binadamu kiasi kwamba wanaweza kuambukizwa magonjwa yetu ya binadamu kwa urahisi. Hivyo ni lazima tuvae barakoa tukiwa karibu nao. Huyu ni mmoja kati ya sokwe wa milimani zaidi ya 1000 waliobaki duniani, na ni dume mwenye rangi ya kijivu mgongoni. Ana jamaa wapatao 7 katika familia yake na anajihisi vizuri akiwa karibu na watu. Licha ya tishio dhidi ya makazi yao, idadi ya sokwe sasa inaongezeka. Hiyo ni sehemu ya matokeo ya kazi ya mhifadhi mmoja. Wanafanana na sisi sana na bado ni wapole na wenye ukarimu. Kwa kweli ni majitu wapole. Wakati huo huo wako hatarini sana, na hivyo unahisi tu unataka kuwalinda. Na njia inayotumia kuwalinda ni kuhakikisha kuwa watu wanaoishi karibu nao pia wanatunzwa. Baadhi yao walikuwa wakiwinda nyama msituni kwa sababu chakula kilikuwa haba, na jambo hili lingeweza kuwadhuru sokwe. Hivyo Gladys alitafuta njia ya kukuza kipato chao. Na hapa ndipo mabadiliko ya kweli yanapotokea. Kahawa. Mbegu kama hizi zinamaanisha kuwa sasa watu wanaweza kuacha uwindaji haramu na badala yake kukumbatia ukulima. Elifaza alikuwa mwindaji haramu, lakini sasa amesaidiwa kuendeleza zao lake, na kahawa yake sasa inauzwa chini ya nembo ya Gorilla Conservation Coffee. Ninapouza kahawa yangu nanufaika sana. Naweza kulipa karo ya shule za watoto wangu na kuitunza familia yangu. Pia nimeajiri vibarua kutoka kwenye jamii ya hapa. Kwa jumla,
maisha yetu yamebadilika. Kwa hivyo haya yote ni kwa ajili ya kuwafanya wajitegemee, ili wasitegemee sana misitu kukidhi mahitaji yao ya kimsingi, na pia wasipate magonjwa kutokana na kuwinda wanyama au kuwaambukiza sokwe magonjwa. Njia nyingine inayosaidia ni kutoa huduma ya ustawi wa watu wa eneo hilo. Wahudumu wa afya hutembelea nyumba katika eneo hilo, kukagua usafi wa mazingira na kutoa ushauri kuhusu afya. Inasaidia kuleta maelewano kati ya wanyama na jamii na kuzuia kuenea kwa magonjwa. Ni zoezi tu, lakini hili ni kundi la utatuzi wa migogoro kati ya binadamu na masokwe likiwa kazini. Kazi yao ni kuwafukuza masokwe kwa eneo salama wanapoingia kwenye mashamba ya watu. Imeundwa ili kupunguza migogoro na wakulima. Matokeo ya mipango kama hii ni kwamba idadi ya masokwe inaongezeka na hawapo tena kwenye orodha ya viumbe walio hatarini sana kutoweka. Kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimekuwa wako Victor Kenani na mwenzangu ni David Inkia. Kuwa na usiku mwema. Kwaheri.